Changamoto kama hizo la rafiki zangu wengine ndundi kabisa, wamepigana kabisa, ugomvi mkubwa, ni changamoto kama hizo zimewatokea. Nini alikuwa anamuhisi pale, watu wa pembeni pale wakaenda kumfuata, bwana mboni yule jamaa pale mke wako akienda anacheka sana. Umeona? Ikabidi wamfikishie taarifa hadi yule mchizi. Kumbe mchizi yule anamuita dada, anamheshimu tu, lakini kwamba yule mchizi alopata zile taarifa yeye hajazipokea vizuri. Kutokana inawezekana mimi namhudumia mke wangu, alafu yani kuna jamaa tu yani eti anarusha movie tu apite naye, hawezekani kitu kama hiko. Ndo akaenda pale kuanzisha ugomvi nini, ila watu ile kukaa naye chini akaonekana tu mchizi kashawishiwa na watu wa pembeni, kasikiliza maneno ya watu basi. Lakini yani mtazamaji wa YouTube channel yetu hii pendwa ya Nyayo TV. Bwana, kama ilivyo ada yetu, leo tuko na mgeni wetu hapa tukiwa tunazungumza naye majambo mbalimbali ambayo yanatokea kwa jamii kwa namna moja au nyingine. Bwana, kama ni mara yako ya kwanza kutembelea katika YouTube channel yetu hii pendwa Nyayo TV, ni vyema kubonyeza kitufe cha alama ya subscribe ili uwe miongoni mwa wanafamilia wapya wa YouTube channel yetu hii pendwa, na ni vyema ukabaki kuanzia mwanzo wa kipindi chetu mpaka pale ambapo tutakapofika tamati. Bwana, mambo vipi? Safi kabisa, safi kabisa. Fresh kabisa? Fresh, sijui wewe. Ni mimi niko poa kabisa. Bwana, ningependa tujue wewe ni nani kiufupi? Mimi naitwa Modric Abdalla aka DJ Mucha, Big Mucha. Najishughulisha na library na biashara zingine ndogo ndogo, ila hususan kabisa ni library, video point. Ndio. Hii kwenye hii music video library ambazo mkiwa mnazifanya ni miongoni mwa kazi ambazo kwa sasa hivi zimewapa ajira vijana wengi sana, ukiangalia kwa namna ambayo nchi yetu imekuwa na kipengele cha kuwapatia watu ajira. Unailizungumziaje ile swala la serikali kuangalia namna ya kufanya ikawa kama ajira rasmi? Kufanya kama ajira rasmi inawezekana kutokana na vijana wanakuwa tofauti na zamani, kwamba unakuwa mtaani tu au una kazi ya kufanya, ila inawezekana kwamba ukawa umemaliza zako mtaani mishe fulani, umekosa kazi, ukaona bora niingie kwenye mishe hii, naweza nikapata 200 300 nini akula. Ila wakiwezesha kufanya kwa ajira rasmi, ikatengenezwa mifumo mizuri kwamba kuna bei elekezi, yani kwamba vitu vinapatikana kiurahisi, hivyo inawezekana pia nayo ikasaidia kwenye mfumo uendeshwaji wa jamii, pia na kipato kinapatikana katika vijana. Ndio. Na huku ambapo hii kwenye issue yenu ya ma-DJ, hamna chama ambacho kinakuwa kinaunganisha nyie labda kupambania haki zenu kwa namna moja au nyingine? Vyama vipo vingi sana, kama Umoja Movie wapo vipo vyama, ila kikubwa kabisa ni Umoja Movie kwa sasa, tofauti na zamani kulikuwa na sisi wenyewe wafanya biashara. Hii Umoja Movie sasa hivi sana inadili sana kwa ma DJ na production, tofauti na mwanzo. Chama kilichokuwa mwanzo kilikuwa kinatuhusisha na sisi kabisa ambao watu ambao tunatoa huduma kwa mtaani, lakini sasa hivi inahusisha sana watu wa production, ma DJ mara nyingi sana wao ndio wanahusika sana na Umoja Movie. Vikao vyao wanakutana wenyewe kwa wenyewe, bei wanapanga wao, ila si wanakuja kutuletea mrejesho, tunakaa nao vikao kutokana na sisi. Sasa hivi bwana anaangalia soko limekaaje, tofauti na zamani ilivyokuwa kwamba tunakaa wote pamoja. Lakini sasa hivi soko kidogo limebadilika, tofauti na miaka ya zamani. Tunajua tumebadilika kutoka kwenye CD, sasa hivi napo watu wengi sana watumii CD, tupo kwenye mfumo flash na madi diski. Kwa hiyo leo moja umebaki kwa ma DJ wenyewe, sio kwa wafanya biashara. Kwa hiyo yani kupambania wanapambaniwa ma DJ, sio wafanya biashara. Na unadhani nini kifanyike ili na nyie muwe na umoja wenu ambao uko very strong kwa lengo la kupambania haki na majukumu yenu ili kila siku yaweze kwenda vizuri? Ni kwa kufanyika hawa ma DJ ambao tayari washaka kwenye umoja wao
wao ndo wanaweza kutufikia sisi, kwa sababu si lazima tupate product kutoka kwa ma DJ. Kwa ma DJ ndo wanaweza kutengeneza organization yao nyingine ya part 2 ambayo tafikia wafanyabiashara moja kwa moja, yani ambao wanajua kabisa mteja wangu fulani naenda kwake na mkuta na wao watatengeneza umoja wao, yani ambao organization sisi tatu lazima tuingie kwao, ili mradi kwa sababu sisi tunategemea production kutoka kwao, ndo sisi tulete kwenye jamii. Kwa hiyo wao ndo inabidi wakae chini watafakari, sasa hiyo organization yetu ya umoja inatuhusu sisi sana ma DJ tofauti na wafanyabiashara, ila sasa inabidi tutengeneze umoja namba 2 kwa ajili ya wafanyabiashara. Na hapo ambapo umezungumza hapo, kuna kipindi fulani hivi nilikuwa nasikia kwamba ma DJ hawa watu wa library, video library wanakamatwa sana na hawa watu wa Umoja Movie. Hii imekaje? Watu Umoja Movie wanakamata watu wa mtaani kutokana wanataka haki zao, yani wao bila kuangalia haki yako wewe, yani wao wanaangalia kwanza maslahi, lazima, kwa sababu wao wanatumia muda mwingi kwenye kufanya kazi wanazileta mtaani, afu huko mtaani watu wanakuwa tunazipata sana kiolela sana, tofauti na ni atupo kwenye, unakuta mtu hayupo kwenye system ya umoja wao, lakini kwamba kazi zao anazipata vizuri, yani bila mushkeli wowote. Kwa wale ndo wanakuwa wanadili nao sana, lakini sio kwamba kila mtu tu yani wanamkamata, lakini kama upo karibu nao hawezi wakaja kukusumbua hata mara moja. Yani kama ukijiunga na Umoja Movie nini, hawezi kupata changamoto yote kubwa, yani kwamba ukipata changamoto unaambia wao, mwanangu mbona hapa sielewi, kuna kipengele hiki, kwa sababu wao tayari washajisajili kwenye KOSOTA, wanajulikana kwamba kazi zetu zinapatikana vipi. Zile kazi zile ukikaa na wao sasa, kama kwa wao wenyewe ndo watakutetea wao, lakini kama ukiwa mbali na wao hawezi wakakutetea hata kidogo, kutokana na wao si wanaangalia maslahi yako wao. Hivyo ndo inakuwa. Ni kuulize swali moja ambalo mara nyingi huaga napenda sana kuuliza watu wengi, na jamii na watuhumu sana nyie watu ambao mnafanya kazi za hizi za video library hizi. Kwanza kabla sijaenda huko, ni changamoto gani ambazo huaga unakumbana nazo sana tangu umeanza kuifanya hii kazi? Kwanza umefanya kazi kwa muda gani? Muda sana, au inaweza kawa mwaka 7 au miaka 7. Kwa umebobea kinoma noma. Ni changamoto gani ambazo huaga tangu umeanza mpaka sasa hivi unakumbana nazo na nyingine zinatokea mara kwa mara? Changamoto kwenye kila kazi zipo, changamoto zipo nyingi sana. Kama video library sana, yani wanahusishwa sana na haki za watu, yani hiyo ndo changamoto kubwa sana bwana. Video library bwana, na haki za watu bwana. Mtu akiona mke wake kakaa masaa 2 yupo kwa, kumbe pale kuna foleni tu kidogo, huduma imechelewa kidogo, naona leo unacheka naye, kumbe mtu unacheka na wateja tu, lakini anaona huyu mboni kama tabia zao za kimalaya sana. Umeona hiyo inatokea, lakini kumbe ndio wapo kweli watu wa hivyo, lakini kwamba sio kila mtu anakuwa hivyo. Ipo hivyo, yani changamoto zingine bwana, sometimes soko linakuwa unatumia hela nyingi afu faida inakuwa ndogo. Kama sasa hivi changamoto kubwa hizi wifi. Wifi sasa hivi soko la movie limeshusha sana. Kwa sababu sasa hivi movie sana ni Bongo Movie, series sio sana. Yani sasa hivi ni soko kubwa ni Bongo Movie. Afu sana kila mtu tena kwake kuna wifi, yani unajua anaangalia tu nyumbani, smart TV zimeongezeka. Kwa hiyo inabidi tu hizi changamoto inabidi tu tafakari tu sisi tunawezaje sasa kuendana nazo, ili mradi na sisi tuendelee kupata kipato. Yani inabidi utafute nini nyingine, yani mbinu nyingine ya kupata na wewe riziki hivyo. Ila changamoto zingine hizo za kawaida tu hazisumbui. Yani biashara yote lazima iwe changamoto zipatikane, kama hizo hamna tabu nyingine. Hapo nikurudisha hapo kwenye wanawake hapo, kwenye ndoa za watu. Isha ukuta mushkeli wote, mtu anakuja analalamika kwamba umevunja ndoa, unatoka na mke wake na kaanzisha vurugu ikawa kubwa sana. Kwangu mimi kama mimi sijapataga changamoto kama hiyo, kutokana na misingi yangu mwenyewe tunavyojiwekea, yani kwamba mimi yani spendi sana, yani kwa sababu mtu wenyewe hata akija huyo anaye mwenye mke wake anaona hata yeye mwenyewe anacheka naye, hawezi kumaindi. Wewe mwenyewe unacheka na mimi, mke wangu anacheka na mimi, kwa hiyo hawezi kumaindi sana. Tofauti kwamba
unakuwa na bagua wanawake bwana, mimi nabezi sana na wanawake, mtu anakuwa anakutilia mashaka sana. Changamoto kama hizo, rafiki zangu wengine ndundi kabisa, wamepigana kabisa, ugomvi mkubwa, ni changamoto kama hizo zimetokea. Kama nina ndugu yangu mmoja anaitwa Abdalla Simba, huyo naye changamoto kama hiyo shai kumkutaga hiyo. Kuaje kama ulikuwepo maeneo kama yani mimi sijakuwepo, ila yeye ndo alikuwepo, kwamba yeye mwenyewe kwamba mchizi nini alikuwa anamuhisi pale, watu wa pembeni pale wakaenda kumfuata, bwana mboni yule jamaa pale mke wako akienda anacheka sana, umeona? Ikabidi wamfikishie taarifa hadi yule mchizi. Kumbe mchizi yule anamuita dada, anamheshimu tu, lakini kwamba yule mchizi alopata zile taarifa yeye hajazipokea vizuri, kutokana inawezekana mimi namhudumia mke wangu, alafu yani kuna jamaa tu yani yeye anarusha movie tu apite naye, hawezekani kitu kama hiko. Ndo akaenda pale kuanzisha ugomvi nini, ila watu ile kukaa naye chini, akaonekana tu mchizi kashawishiwa na watu wa pembeni, kasikiliza maneno ya watu basi, lakini kiuhalisia haipo hivyo yani. Hapo kwenye hiyo changamoto, na kuna kitu kingine ambacho waga kinazungumzwa sana, wanasema kwamba wanawake kwenye kazi yenu wanajirahisisha sana. Mtu anakuja na shilingi 500 anakuambia ndaka movie, siku nyingine anakuambia nikopeshe, na namna kukulipa ni anakulipa chini. Hii imekaaje? Sio kweli. Sio kweli. Yani kwamba kutaka movie za 500 kutokana na bei wenyewe umeweka 500, lazima atataka movie za 500. Kama ukianzia movie za buku ataanzia buku. Kuna wengine anakuambia kabisa, bwana mimi leo sina kitu. Kuna mmoja ashakuniambiaga, kanambia bwana hii kazi yetu haina malipo ni wanawake. Sasa ndo kajiwekea system hiyo kwamba wanawake ndo amlipe, lakini kwamba system yetu hela ipo, yani kwamba hela ipo. Kama ukichukulia serious, kama unataka hela, kama unataka mapenzi utapata mapenzi, lakini kama kweli unataka hela ipo. Ukijiweka kiurahisi wao, manake biashara kusema sijui mtu leo ana hela, biashara yoyote ile sio kila mtu anapata kila siku. Leo anapata, kesho anakosa nini. Kwa leo siku akija kama unamwekea tu movie, anaenda kuangalia nini yeye. Sasa wewe sasa unamwambia kama utanilipa, kama lakini kwamba umempa bless tu kama mteja wako kila siku, inawezekana hiyo. Leo siku kesho atakuwa nayo, atakulipa. Kwenda kuniambia kwamba hakuna mtu ambaye anakuja anakuambia anatengeneza mazingira kwa namna moja au nyingine, unaona kabisa bwana huyu ananitaka na anafanya mazingira yote haya ili mradi mimi niombe vitu vingine vya upande wa pili. Yani hiyo sio sana, ila wewe fikra inatokea inatokea na wewe fikra zako ukizipeleka huko, ndo kama nilivyokuambia, yani kama unataka mapenzi utapata mapenzi, ila kama unataka pesa pia utatafuta pesa. Kiufupi unataka kuniambia kwamba wanajitongozesha sana, yani sio kazi hii tu, yani kazi yoyote ile watu wanawake kujitongozesha kawaida. Nyinyi jamii ndio inawahusisha sana, nyinyi na bodaboda sana. Mtu nyinyi mnahusika sana. Mtu anakuambia bwana nataka movie, anatengeneza mazingira, kesho atachukua movie, kesho kuta anakuambia hivi, mwisho siku anakuambia bwana mimi hakuna cha kulipana, hakuna kingine, labda upande wa pili huo. Yani sasa swala hili hapo hilo kwamba jamii ndo inavyoona, ila kwa sisi tuliokuwa ndani ndo tunajua uhalisia hivyo. Kwa hiyo kama sisi hapa wenyewe tunasema bodaboda ndo sana na tabia hizo, na bodaboda wanatuambia sisi lawama hizo, na sisi tunapa wengine, yani ndo hivyo maisha ya kibinadamu, kwamba uhalisia wa nje na ndani ni vitu viwili tofauti. Yani wewe unaweza ukajua hivi, kumbe na uhalisia upo hivyo yani, lakini kiuhalisia watu wa hivyo wapo, na wewe ukiendekeza hivyo utavipata hivyo unavyoviendekeza. Watu ambao wanafanya hayo mambo ya kwenda kupita na wanawake za watu na kutembea na wanawake kwa sababu kwa kisingizio cha kazi hiyo, wanaharibia nyie kazi. Sana kwenye jamii, yani wanaona wote ndo wale au wamekosa kazi ya kufanya, ndo wameingia kwenye mambo yale wapate mademu tu basi, hamna kitu chochote maisha. Yani hauwezi kuendelea kwenye maisha wala nini, wanazugazuga dakika za mwisho. Lakini kwamba ukikaza kweli, bwana mimi nafanya hii kama biashara, kama hii kazi, sio kwamba umekosa kazi ya kufanya ndo unakuja huku. Yani bwana hii ndo kazi yangu kweli, na respect kazi, maisha yanaendelea, ila kula unapata kweli. Ukiuhalisia ni kwamba wewe maisha yako utopata tabu,
kwamba hela kula kila siku ipo, hela 200 300 kutuma nyumbani pia inapatikana. Kujiwekeza tu napo kwenye mambo mengine pia inaruhusiwa, lakini kwamba wewe kwenye jamii ninavyochukulia ile kazi bwana, mwanangu kafeli shule inabidi bwana sasa hapa aende library. Sasa wale ndo mara nyingi wanakuja huku kwenye kufuata mademu nini, lakini kwamba sisi ambao tayari unajua hii ndo kazi yangu kabisa, sio kweli unapambana nini, unajinyima fresh, la kula inapatikana fresh, hamna noma. Nini wito wako kwa jamii kutokana na haya yote ambayo yanaendelea, kutokana na hizi lawama ambazo mnakuwa mnatupiwa mara kwa mara kwamba nyie mnaongoza pia kuvunja ndoa na mahusiano ya watu? Sasa jamii inabidi kila jambo wanalosikia sio wanalitia akilini, inabidi kwanza nao wafanye uchunguzi. Mbona kazi zipo nyingi, wengine sana afika mbali wanasema wauza chips, ugomvi, na ukienda kwa wauza chips nao ukiwaoji hivyo boda boda nao hivyo. Ila kwa hizo changamoto jamii sasa wao mtazamo wa watu, kwa hiyo huwezi kuwapinga mtazamo wao, inabidi tu kwamba wafikirie kwamba ile kazi kama kazi nyingine, respect, kila kitu kinapatikana, riziki mtu anatafuta pale kama anavyotafuta mwingine fresh. Yani ila chengine changamoto nyingine sasa hivi yani inapatikana watu wanazalaulika sana. Yani hapo kwenye kuzalaulika hapo kwenye jamii, yule ana nini bwana, yupo pale tu anazuga ana kazi ya kufanya. Ajui kama ile ndo kazi yako, yani wewe tayari maisha yako umejiwekeza pale. Yani jamii kwamba inakuchukulia wewe mtu yule mzugaji tu. Kwamba watu walioshindwa maisha nini ndo wanakimbilia kule. Hivyo kwa hiyo jamii ichukulie kama kazi zingine. Yani jamii inabidi nayo ichukulie hii kazi kama kazi nyingine. Bwana Mwananyayo TV tuko tunazungumza hapa na ndugu yangu DJ Mucha, miongoni mwa watu ambao wamefanya kazi kwenye hii industry kwa muda mrefu sana. Bwana, kama ni mara yako ya kwanza kutembelea katika YouTube channel yetu hii pendwa Nyayo TV, ni vyema kubonyeza kitufe cha alama ya subscribe hapo chini ili uwe miongoni mwa wanafamilia wapya YouTube channel yetu hii pendwa. This is Nyayo TV na mimi ndo Nyayo himself. Thank you for your time. Until next time.